kuwaachia tena hatuna hakika 20-30 na kuendelea yatakuja kutokea yepi makubwa zaidi. Tumeshuhudia kwamba hata waliopo sasa hivi badala ya kurekebisha wamechukua hatua nyingi zaidi za kuhakikisha kwamba hatuna uchaguzi wa huru, kuhakikisha kwamba yale ya kuwatesa na kuwakandamiza raia bado yanaendelea. Na Waswahili waungwana wanasema kususia ni kwa muungwana, lakini asiyekuwa muungwana kumsusia sio dawa. Muungwana ukimsusia atashughulika, atajiuliza ilikuwaje, lakini asiyekuwa muungwana ataona yeye ni fursa ya kufanya maovu zaidi. Kuachia madaraka watu ambao kwa miaka 5 wamejihusisha na ufisadi mkubwa kama unavyodhihirishwa kwenye ripoti mbalimbali za wakaguzi wa hesabu za serikali wa Zanzibar na yule wa serikali ya Jamhuri ya Muungano katika takriban miradi ipatayo 40. Hilo halitokuwa kuwatendea haki wananchi wa Zanzibar. Kuachia madaraka watu ambao wameiangusha kibiashara Zanzibar, ambao ndio ajira kuu ya Wazanzibari, kujipatia maisha, ni kuleta maafa makubwa zaidi kwa wananchi. Sasa hivi wananchi wa Zanzibar wanalazimika kukimbilia Dar es Salaam kununua bidhaa hata za kawaida kwa bei nafuu kama vifaa vya ujenzi, nguo na hata vijora. Kuachia madaraka watu ambao wameshusha utendaji wa kazi katika serikali, wameshusha uwajibikaji katika serikali, tunaamini kwamba sio ni kutokuwatendea haki wananchi. Kuachia madaraka watu ambao hawajali watumishi wa umma na maslahi yao, tunaamini kwamba si kuwatendea haki wananchi wa Zanzibar. Kuachia madaraka watu ambao wameshindwa kuwapatia ajira maelfu kwa maelfu ya vijana, wengi wao wakiwa wahitimu wa elimu ya juu, ni kuiandalia nchi hii janga kubwa zaidi. Ni kwa sababu zote hizi nimedhamiria kushirikiana na wenzangu kuinusuru nchi yetu, baada ya kuomba na kupewa ridhaa kwanza na chama changu na kisha na wananchi kwa ujumla kupitia sanduku la kura kwenye uchaguzi mkuu wa kihistoria wa mwaka 2025. Ni dhahiri kwamba kama Zanzibar itaachwa iendelee na mfumo wa hali ya sasa ya uendeshaji wa nchi, haitokuwa na mustakabala mwema. Inaweza kufikia kuirithisha Zanzibar kwa kizazi kijacho ikiwa imekosa misingi madhubuti ya uchumi na ustawi wa maisha ya watu wake, utawala mwema na uzalendo kwa nchi yao. Ni kwa sababu hizo ndio maana nasema Zanzibar inahitaji kunusuriwa, na kwamba mwaka huu 2025 ni mwaka wa kuinusuru Zanzibar. Nami na wenzangu tumejiwekea malengo makuu ya kuinusuru Zanzibar, ikiwa ni pamoja na kudai haki na mamlaka ya kuiwezesha Zanzibar kutumia rasilimali zake kuijenga ustawi na uchumi sawa ama na zaidi ya nchi nyingine za visiwa kama vile Mauritius, Seychelles, Cape Verde na kadhalika. Kuwarejeshea wananchi haki yao ya msingi ya kikatiba ya kuwawajibisha wanaongoza serikali kupitia chaguzi zilizokuwa za huru na za haki. 3, kujenga msingi wa utawala mwema ikiwemo uwazi na uwajibikaji ambao sasa hivi umekosekana. Nyingine ni kufanya marekebisho ya mfumo wa kikatiba na kisheria na kuondoa mamlaka ya kifalme kwa rais na kujenga misingi bora ya kuchungana, yani checks and balance. Tuna mihimili mitatu mikubwa. Ni vizuri mihimili hii kila mmoja uweze kuchukua nafasi yake kumchunga mwingine, na kutoa fursa zaidi kwa wananchi kushiriki katika uendeshaji wa nchi yao kupitia serikali imara za mitaa ambazo zitaimarishwa na ambazo zitawatumikia watu badala ya kuwa mzigo mwingine kwa raia. Wengine ni kujenga umoja wa kweli wa kitaifa
utakaoakisi utengamano wa kijamii kwa kuimarisha usawa, haki za raia na mshikamano wa dhati wa Wazanzibari wote. Nyingine ni kujenga mfumo bora wa kitaasisi na wenye ufanisi wa kupambana na ufisadi wa aina zote na kuzuia matumizi mabaya ya ofisi za umma ambazo sasa hivi imekuwa ni jambo la kawaida. It's an order of the day. Kujenga misingi bora ya uchumi itakayotumia vizuri rasilimali za Zanzibar kwa njia endelevu, ikiwemo biashara imara na utalii wenye tija na unaolinda mazingira na nafasi bora na ya kipekee ya kijiografia ya Zanzibar. Nyingine ni kuwajengea wananchi fursa ya kushiriki katika uchumi wa nchi yao kwa kulinda haki zao za ardhi na umiliki wa nyenzo kuu za uchumi. Nyingine ni kuwawezesha watu wote ambao wamefikia kiwango stahiki cha fani mbalimbali, kuwawezesha wakue na kuzalisha bidhaa na huduma katika soko la ndani na nje, ikitiliwa mkazo uzalishaji wa ndani wa bidhaa ambazo kwa sasa zinanunuliwa nje. Kwa ufupi tunasema import substitution. Kuwawezesha vijana kuajirika na pia kuajiriwa. Sisi tunaamini kwamba kwa sasa hivi vijana wetu wana uwezo mkubwa, lakini hawajatengenezewa mazingira ya kuweza kuajirika. Nyingine ni kuimarisha huduma na ustawi wa jamii, ikiwemo elimu, afya na mafunzo na matunzo yasiyojiweza na hifadhi ya jamii yenye heshima na endelevu itakayowezesha kukimu mahitaji yao yote ya msingi badala iliyopo sasa ya kuwapa pesa za uraibu. Nikiwa miongoni mwa Wazanzibari waliobahatika kulelewa na kukua ndani ya serikali ya Zanzibar na kupata uzoefu wa kutosha wakati nikiwa mtumishi wa umma kwa nyadhifa tofauti, ninaamini kuwa ninao weledi wa kutosha wa kushirikiana na wenzangu kuweza kuitumikia Zanzibar katika nafasi ya uraisi na kuyatimiza matarajio ya wananchi wa Zanzibar kama nilivyotaja kwenye hotuba yangu hii. Hivyo basi nimechukua na kurejesha fomu kuomba chama changu kwa heshima kubwa kinibebeshe dhamana ya kukiwakilisha kwenye nafasi ya kuwania uongozi wa juu wa nchi yetu Zanzibar, yani nafasi ya rais wa Zanzibar, ili tuwaombe Wazanzibari watupe sisi ACT Wazalendo jukumu la kuwatoa mahala dhalili walipofikishwa hivi sasa na kuwapeleka kwenye maendeleo ya maana, uhuru wa kweli na ustawi utakobadilisha maisha yao na kuwawezesha kuishi kama watu katika nchi yao. Tutachukua jukumu hilo la kihistoria kwa sababu sisi tunajua nini kinapaswa kufanyika ili kufikia Zanzibar ya aina hiyo. Kurejesha fomu ya mgombea urais katika chama changu ni utaratibu wa ndani wa kikatiba wa kupata wagombea wa nafasi mbalimbali. Kuendelea na mchakato huu ndani ya chama haina maana kwamba na isitafsiriwe kuwa mimi na chama changu tumeridhia dhulma kubwa walizofanyiwa Wazanzibari katika uandikishaji. Isitafsiriwe kwamba tumeridhia mfumo mbovu wa uchaguzi uliopo. Isitafsiriwe kwamba daftari la wapiga kura lilojaa mizengwe na utendaji wa tume na pia utendaji wa tume ya uchaguzi ambao haukidhi misingi ya kuendesha uchaguzi huru na wa haki. Mchakato huu badala yake unatupa uhalali zaidi kuwa sisi kama wadau muhimu sana wa uchaguzi tuna wajibu wa kuendeleza mapambano kwa uchaguzi utaojenga amani ya kweli, mshikamano na maridhiano katika nchi yetu. Hivyo tutaendelea kupambania mabadiliko yote tunayoyaamini, na pale itakapohitajika tutawashajiisha wananchi kudai haki yao kwa pamoja. Hatutasita kufanya hivyo. Binafsi
nimeongezewa ari ya kupambania mustakabala mwema wa Zanzibar na utayari na ari ya wanachama wetu wote. Aidha, nimetiwa moyo sana na shauku ya kutaka mageuzi ya Wazanzibari wa ndani na nje ya nchi. Ahadi ya chama changu na ahadi yangu binafsi ni kuwa hatutawaangusha. Nimalizie kwa kuwaambia kuwa tukishinda na tutashinda, kwa sababu tayari sisi ni washindi. Tunawakilisha ushindi wa Zanzibari ambao wanaupata katika chaguzi zote. Ni hatua zipi tutachukua kufanikisha hilo, tutaeleza umma wakati sahihi ukifika. Ila watawala wajue kwamba zama za kupora haki ya umma, kuchagua viongozi wanaowataka, tutakwenda kuzihitimisha Oktoba mwaka huu. Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika hilo. Wenu kwenye mapambano. Na washukuru sana kwa kunisikiliza. Asante sana.